Habari za saa Afrika Mashariki na Kati. Jina langu ni TIT Laboy, msemaji wako pendwa kutokea Sema Afrika, na leo niko hapa kuwaletea habari na dondoo za michezo ambayo imefanyika ndani ya Tanzania, ligi barani Africans na ligi barani Ulaya. Tukiangazia hapa kwetu Tanzania, kuna michezo kadhaa iliyopigwa ndani ya wiki hii na kuna matukio mengi yameendelea katika soka la nchini Tanzania. Tukianza na klabu ya Yanga Africans, walicheza mchezo wao wa ligi dhidi ya Wanamangush. Mchezo huo Yanga waliibuka na ushindi wa bao 3 na Alan Okello the Starboy aliibuka na ushindi wa bao 2 akiweka kimiani, na amekuwa na muendelezo mzuri tangu amejiunga na wananchi katika majira ya kiangazi. Starboy Alan Okello ameendeleza kuwa mchezaji key player katika timu hiyo ya Yanga Africans, na amekuwa ni mchezaji hatari sana, huku akiendelea kutoa asisti na kufunga katika michezo kadhaa, ukiwemo mchezo huo waliocheza dhidi ya Wanamangush Coastal Union. Aidha, timu ya Yanga Africans imepigwa faini na bodi ya ligi nchini Tanzania bara kwa mchezo wa dabi ambao Yanga alikiuka kanuni za mchezo na alifanya kinyume. TFF wamelazimika kuwachukulia hatua kali timu ya Yanga Africans baada ya kufanya vitu ambavyo haviko katika utaratibu na kanuni za mchezo. Ikumbukwe Yanga katika mchezo wa dabi alikwenda kubadilishia nguo katika nyumba ya jirani, huku akiacha vyumba vya kubadilishia nguo na akiondoka katika vyumba vya kubadilishia nguo, na hakufanya hivyo hata baada ya mapumziko. Walitoka wachezaji nje ya uwanja kwenda kubadilishia nguo katika vyumba katika nyumba ya iliyokuwa jirani ya uwanja. Hivyo TFF wameichukulia hatua kali Yanga, wameipiga faini ya milioni 30 na onyo kali. Ikumbukwe pia katika mchezo huo kuna tukio kubwa lilitokea baada ya mwanahabari Walter kumpiga kikumbo mchezaji Clatous Chota Chama. Mwanahabari huyo naye amepigwa faini ya milioni 1 na ameambiwa asihusike na mchezo wowote wa Young Africans ndani ya mechi 3 mfululizo. Hizo ndio zilikuwa habari za timu ya Yanga wana Jangwani, baadhi ya matukio na michezo kadhaa ambayo wameicheza ndani ya wiki hii. Tukiangazia katika mchezo mwingine ni mchezo wa Azam FC dhidi ya TRA United. Azam FC alipoteza dhidi ya TRA United, lakini kitu kilichozua taharuki ni baada ya wachezaji 7 wa Azam FC kupata shida, na baada ya mchezo walikimbizwa hospitali. Baadhi ya wachezaji walihojiwa wakasema kwamba walikuwa wanapata shida ya kupumua, na shida hiyo ilianza tangu dakika 20 tu pindi mchezo ulipoanza mpaka mchezo ulipomalizika. Mpaka sasa bado hakuna taarifa rasmi kwamba ni nini kilitokea. Tunaendelea kuwasiliana na vyanzo vya habari vya Azam FC watuambie shida ilikuwa ni nini mpaka wachezaji 7 kupata shida katika mchezo, hatimaye kukimbizwa hospitali. Wachezaji wao akiwemo ni Faisal Salum Feitoto na Pascal Msindo na baadhi ya wachezaji wengine ambao walipata taharuki katika mchezo huo. Mchezo mwingine ni mchezo wa Simba dhidi ya Tanzania Prisons. Simba ameibuka na ushindi wa bao 3 na mchezaji Clatous Chota Chama ameibuka na ushindi wa bao 1 katika mchezo huo. Ikumbukwe mchezaji Clatous Chota Chama amekuwa na muendelezo mzuri tangu dabi ya Kariakoo, amefunga na ameendelea kutoa assist, na hata katika mchezo huo Tanzania Prisons amefunga. Timu ya Simba bado iko chini ikiendelea kukimbiza kilele cha ubingwa, wakitofautiana pointi 5 na mahasimu wake Yanga Africans ambao wao ndo wanaongoza ligi ya NBC Tanzania bara. Hayo ndiyo matukio yaliyofanyika katika ligi yetu ya Tanzania. Tukiangalia ligi za barani Africans, timu ya Pyramid imefanikiwa kutwaa ubingwa wa FA Cup, na mchezaji Mayele amehusika kuweka bao katika mchezo huo na ameisaidia timu yake kutwaa ubingwa wa FA Cup. Ikumbukwe Mayele ni mchezaji wa taifa wa timu ya Kongo na amekuwa na muendelezo mzuri tangu alipotua kwa miamba hao wa Misri ambao ni Pyramid. Mechi nyingine iliyopigwa ni mechi ya Zamalek dhidi ya USM Alger. Zamalek amepigwa goli 1-0 mchezo wa kwanza wa fainali ya shirikisho barani Afrika.
na USM Alger katika mchezo wa awali aliweza kuibuka na ushindi wa bao moja kwa bila. Hivyo basi tunasubiri mchezo wa pili tuone ni nani ataibuka na ushindi kutwaa ubingwa wa shirikisho barani Afrika. Michezo mingine iliyopigwa ni barani Ulaya, FC Barcelona akiibuka na ushindi wa bao 2 kwa bila akimpiga mpinzani wake mkuu ambaye ni Real Madrid. Ikumbukwe mchezo huo mchezaji Lamine Yamal hakuhusika katika mchezo huo katika timu ya Barcelona, na mchezaji Kylian Mbappe hakuhusika katika mchezo huo katika timu ya Real Madrid, lakini hiyo haikutosha kupigwa bao 2 kwa bila. Hivyo basi Barcelona amefunga bao 2 kwa bila katika mchezo wa El Clasico na ameibuka na ushindi wa kutwaa ubingwa wa 30 na ubingwa wa ameibuka na ushindi wa kutwaa ubingwa katika mchezo huo wa El Clasico. Ikumbukwe mchezaji Marcus Rashford ndiyo mchezaji ambaye aliweka kimiani bao lake la kwanza katika mchezo huo akipiga free kick, na inasemekana hakuna mchezaji ambaye aliwahi kufanya hivyo katika El Clasico. Mara ya mwisho mtu aliyefanya tukio hilo alikuwa ni Lionel Messi katika mwaka 2012. Hivyo basi Barcelona wametwaa ubingwa wao wa La Liga na Real Madrid wanapoteza misimu miwili mfululizo ubingwa huo. Michezo mengine ni Bayern Munich akiibuka na ubingwa kule Bundesliga na mchezaji Harry Kane akiwa ni top scorer wa ligi hiyo. Mchezo mwingine ni Galatasaray ameibuka na ubingwa kule Uturuki na mchezaji Victor Osimhen akiwa ni top scorer wa ligi hiyo. Hayo ndiyo mambo ambayo yameendelea katika soka la Afrika na barani Ulaya. Ungana na mimi msemaji wako wa Sema Afrika TIT Laboy kwa dondoo na habari za michezo mbalimbali ambayo itaendelea barani Afrika na barani Ulaya. Baki na sisi Sema Afrika, tunasema wakati umefika.